nyingi zaidi ya hizi mnazokusanya. Nasema hivyo kwa sababu pamoja na makusanyo hayo kumekuwa na changamoto ya kuwepo kwa mianya mingi ya upotevu wa mapato. Mianya hii inatokana na kukataa kwa makusudi kuweka mifumo madhubuti ya ukusanyaji wa mapato na mifumo inayosomana baina ya bandari na mamlaka ya ukusanyaji mapato Tanzania. Hizi mamlaka mbili hazisomani mifumo yao. Kuna utata mwingi hata ndani ya mamlaka yenyewe. Kuna mifumo kadhaa, kila mfumo na mambo yake, kiasi ambacho inaruhusu wafanyakazi kuichezea, kudanganya, kama nitakavyosema huko mbele. Nimepata fursa ya kupitia taarifa ya ukaguzi maalumu wa kiuchunguzi wa mfumo Enterprise Resource Planning au ERP unaotumika ndani ya mamlaka ya bandari. Ukaguzi ulifanyika, ukaguzi huu alifanya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali mwezi Juni mwaka 2020 na ripoti alitoa mwezi Machi 2021. Ndani ya ripoti ile niliona fedha nyingi zilizotumika kuajiri makampuni mbalimbali ya kuanzisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa mapato ambayo haikutoa tija iliyokusudiwa. Kwa mfano, mamlaka bila ya kuwa na mpango mkakati wa tehama na bila kushirikisha mamlaka ya serikali mtandao iliajiri makampuni kadhaa kuweka mifumo mbalimbali ya ukusanyaji ndani ya bandari. Kampuni ya Softtech Consultant Limited iliajiriwa kwa mkataba wa milioni 694. Kati ya hizo milioni 600 zililipwa kwa kampuni, lakini kampuni hii haikumaliza kazi iliyotakiwa kufanya. Mkataba ukavunjwa, na kwa maana hiyo milioni 600 zimekwenda. Kama mfumo ulianza kutumika au la, lakini hilo lilitokea, kazi haikumalizika. Iliajiriwa pia kampuni ya 23rd Century System kwa $, milioni 6.6, ambapo milioni 4.6 zililipwa na mkataba baadaye kuvunjwa bila kazi kukamilika. Ikaajiriwa pia kampuni ya SAP East Africa Limited kwa $, 33,000, lakini pia akaajiriwa mshauri mwelekezi, mshauri binafsi kwa $, 31,920. Pesa hizi zote zimeingizwa kwenye mifumo, lakini tunavyozungumza leo ni kwamba mifumo ile bado haiko vizuri, inachezeleka. Wafanyakazi wanaichezea, wanadanganya na mifumo ambayo haisomani na haikusanyi fedha kwa ukamilifu wake. Mbali na malipo hayo niliyoyaeleza, ripoti inasema pia kulikuwa na malipo ya juu kwa wakandarasi hao bila kufuata sheria za manunuzi na matumizi. Ripoti ilieleza kwa kina jinsi kazi hizo zilizofanywa na fedha zilizotumika. Ilitaja pia watu waliohusika na uzembe na ubadhirifu huo na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ambazo hazikuchukuliwa hadi hii leo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa Bandari, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU upo, naomba au naagiza au naamrisha ripoti ile nendeni mkaisome. Kama haiko kwenye shefu zenu, mimi nayo nitakupeni. Kaitazameni, muangalie yaliyopendekezwa na mkagua wa mahesabu ya serikali, halafu mchukue hatua, na nasubiri kusikia hatua mlizozichukua. Fedha nyingi sana imepotea, watu tunachekeana tu, tunatazamana tu, na bado waliotajwa kwenye ile ripoti wako maofisini ndani ya mamlaka ya bandari. Sasa hivi wapo maofisini, wanatumika, wanaendeleza ubadhirifu na wizi wa mali ya umma. Nataka kazi ifanyiwe ripoti ile na nipate hatua mlizozichukua tena kwa haraka. Kama mamlaka ya bandari ingechukua hatua za kurekebisha yaliyosemwa, leo hii tarakimu za mapato tunayoyazungumza zingekuwa vingine, lakini vile vile ingesaidia kupunguza ubadhirifu wa fedha za shirika.
Nimesema mifumo hii inachezeleka. Karibuni hapa nina taarifa kwamba wafanya kazi wamechezea mifumo ile, hasa wa sehemu za hesabu, kiasi ambacho ukisoma mfumo unaonesha mizigo inayoshushwa imelipiwa, na magetini kule wanasoma mizigo imelipiwa na mageti yanaruhusu mizigo kutoka. Ukweli ni kwamba mizigo haijalipiwa. Mkurugenzi, naomba kuwa macho na hayo mambo. Vinginevyo, ndugu zangu, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari ina bodi ya wakurugenzi iliyoaminiwa kwamba itatoa maelekezo na kusimamia utekelezaji wa shughuli za Mamlaka ya Bandari Tanzania. Haya yanatokea, niliyoyataja yote yanatokea, bodi ipo inaangalia, na hakuna hoja wala hatua zinazoulizwa, je, mmechukua hatua gani? Tujiulize, kuna nini? TAKUKURU, mkurugenzi na waziri, nataka mnijibu kuna nini kilichojificha kwenye hiyo wakati bodi iko hapo. Ndugu zangu, kwa kuwa niko na waziri wa ujenzi na yeye anashughulika na ujenzi na uchukuzi, naomba mniruhusu kuzungumzia jambo linalohusu